Habari na karibu katika video namba 117 kwenye mfululizo wa mafunzo kupitia WhatsApp group. Kwenye video hii tutajifunza namna ya kutengeneza M-Pesa Visa Card. Kutokana na maendeleo ya teknolojia, matumizi ya applications mbalimbali na mifumo ya kimtandao, sasa hivi tunaweza kufanya manunuzi mtandaoni ya softwares, ebooks au kulipia huduma mbalimbali. Sasa huduma nyingi sana za mtandaoni zinalipiwa kupitia kadi, yani Mastercard au Visa card, na mara nyingi ni kadi ambayo inaruhusiwa kufanya malipo ya mtandaoni, yani online purchase. Ukiwa na kadi ya benki ambayo ya kawaida, hauwezi kuitumia kulipia mtandaoni hata kama ina kadi namba, ina CVV na expire date. Ili uweze kufanya malipo mtandaoni ni mpaka uwezeshe kufanya online purchase, mpaka uende benki uombe idhini, utapewa fomu ujaze ili uwezeshe. Lakini vile vile inaweza ikaweka hatari akaunti yako ya benki kutumika katika kulipa malipo mtandaoni, hasa kufanya malipo ambayo wewe mwenyewe hujakusudia. Kuepusha hilo, kupitia M-Pesa unaweza kutengeneza Visa card ambayo utaweza kuitenganisha na salio lako la M-Pesa la kawaida. Kwa utakuwa unaweka kiasi kidogo tu kile ambacho unataka kufanyiwa manunuzi mtandaoni kwa ajili ya kulinda pesa yako. Namna ya kutengeneza, kuna njia mbili. Njia ya kwanza kutumia application ya M-Pesa, na njia ya pili ni kutumia USSD, yani kupiga kodi. Tutatumia njia ya kupiga USSD, yani kama vile unavyofanya muamala wa kutuma pesa au kupokea au kufanya miamala ya kifedha kwa kutumia sehemu ya kupiga. Kwa hiyo utaenda katika sehemu ya kupiga simu, utaweka menu ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 leli, kisha utapiga kwa M-Pesa. Kwa mfano katika simu yangu ni line namba 2, nitachagua. Baada ya hapo, ukifika katika menu ya M-Pesa utaenda kwenye sehemu ya lipa kwa M-Pesa namba 4 kwa sasa. Baada ya hapo utaenda namba 7 ambayo imeandikwa Visa card. Utaenda kwenye namba 7 Visa card. Kama ni mara ya kwanza na hujawahi kutengeneza kadi kwenye line yako, utabonyeza tengeneza kadi, ambapo utabonyeza namba 1. Kwa mfano kubonyeza 1 itakuwa tengeneza kadi. Utakutaka uweke namba ya siri na utaambiwa tengeneza kadi. Ukishatengeneza kadi, kadi yako itatengenezwa, lakini hautaweza kuipata mpaka uweke salio. Sasa namna ya kuweka salio unawekaje? Menu ya kuweka salio ni ile ile. Utabonyeza kama unaenda kwenye kutengeneza kadi, lakini ukifika hapa hautabonyeza 1 tengeneza kadi, badala yake utabonyeza namba 3 weka pesa kwenye kadi. Na ukibonyeza namba 3 uweka pesa kwenye kadi, itakwambia weka kiasi. Utaweka kiasi unachotaka kuweka kwenye kadi, kama ni 1000, kiwango cha chini kwa ajili ya kupata taarifa za kadi yako, au unaweza kuweka zaidi kama unataka kutumia muda huo. Unaweza kuweka labda 10,000, 20,000 au zaidi kutokana na manunuzi unayotaka kufanya. Ukishakamilisha kuweka hiyo pesa, utabonyeza tena ile menu ya M-Pesa, kisha utarudia hatua zile zile kwenda kwenye 4 lipa kwa M-Pesa, kisha namba 7 Visa card, kisha utaenda namba 2 taarifa za kadi. Ukibonyeza taarifa za kadi, itakutumia taarifa za kadi yako ambayo itakupa kadi namba, jina la kadi ambayo ni M-Pesa Visa card, kadi namba, utapewa kadi namba, utapewa CVV au expire date. Ni CVV na expire date. Expire date ni mwezi na mwaka ambao kadi yako ita expire, ambayo inachukua takriban miaka 3 sasa hivi kadi ya M-Pesa Visa card ku expire. Na utapewa CVV ambayo ni verification code za kuthibitisha kama wewe una umiliki wa hiyo kadi. Hizo taarifa ni siri, hautakiwi kuzionyesha publicly, kwa sababu ni taarifa ambazo mtu akiwa nazo hata bila wewe kumruhusu tayari anaweza akafanya malipo au akafanya manunuzi kupitia kadi yako. Kwa hiyo ni taarifa za siri ambazo unataka uzitunze na utazitumia kujaza kwa unataka kufanya manunuzi mbalimbali mtandaoni. Kadi hiyo utaitumia kufanya malipo kama vile unapotaka kuboost matangazo kwenye Facebook na Instagram, au unapotaka kununua bidhaa mtandaoni kama vile ebooks kupitia Amazon, au kulipia program mbalimbali zinazouzwa mtandaoni na kadhalika. Malipo mengi ya mtandaoni au application za Play Store ambazo nyingine ukitaka kupata baadhi ya features wanakuambia lipia. Kwa utatumia hiyo kadi kufanya manunuzi ya aina hiyo.
Kwa utaweka pesa katika mfumo wa shilling, lakini wenyewe mtandaoni itajiconvert, utaweza kulipa hata kwa dola. Yaani kama hata umekuta program inauza $50, calculate, utajua kama labda kwa Tanzania shillings ni 100,000 na ngapi, utaweka 100,000 na kadhaa. Baada ya hapo ukilipa itajichange wenyewe automatically, watacharge kwa kiasi ambacho ina cost ya hiyo program, na ukishafanya malipo yatakubali na utapata program. Kwa hiyo ni njia rahisi ya kuweza kufanya matumizi au manunuzi ya mtandaoni kwa kutumia hiyo kadi ya M-Pesa virtual card. Unaweza kutengeneza kadi hiyo vile vile kutumia Tigo Pesa, Airtel Money, lakini M-Pesa ni best option kwa sababu inakuruhusu kutenganisha, yani pesa za M-Pesa na kwenye kadi hazichanganyiki. Tofauti na kwenye Airtel Money na Tigo Pesa kwa sasa hivi ninavyoongea, yani inakuwa pesa zinachanganyika, yani zile zilizoko katika kwenye Tigo Pesa au Mixx by Yas na Airtel Money wanakata moja kwa moja kutoka kwenye akaunti ya Mixx au kwenye akaunti ya Airtel Money. Lakini kwenye M-Pesa wameboresha, ni nzuri sana kwa sababu wanatenganisha, yani pesa haikati kwenye kadi mpaka uhamishe mwenyewe kutoka kwenye M-Pesa uingize kwenye kadi. Natumaini kupitia video hii utakuwa umeongeza kitu ambacho kitakuwezesha kufanya manunuzi mtandaoni kwa urahisi zaidi na kwa usalama. Asante.